Habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Karibu kwenye wasaa wa habari ndani ya Channel 10 Plus kwa habari mbalimbali. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Wafugaji wa kijiji cha Shoga katika wilaya ya Chunya mkoani Mbeya wameiomba serikali isimamie mpango wa matumizi bora ya ardhi kijijini hapo, hususan eneo lililotengwa kwa ajili ya ufugaji ili kuepusha migogoro kati yao na wachimbaji wadogo wa madini ambao wameanza kulima kwenye eneo hilo. Taarifa zaidi na Rozi Chapewa. Kijiji cha Shoga kipo katika kata ya Sangambi wilaya ya Chunya. Wafugaji wa kijiji hicho wamefikia hatua hii ya kuiomba serikali kusimamia mpango wa matumizi bora ya ardhi katika kijiji hicho kama ilivyopangwa, baada ya mifugo yao kukamatwa na mchimbaji wa madini ambaye anadai mifugo hiyo imeingia kwenye shamba lake, shamba ambalo wafugaji wanadai liko ndani ya eneo lililotengwa kwa ajili ya malisho. Serikali watusaidie msaada. Huyu bwana ni eneo ya wafugaji na amelima, alafu bado anatulipisha. Wakati sisi wafugaji huku tukilishiana kwenye mashamba, tulishaweka kwamba kwa sababu ni hifadhi, mtu atoe mifugo atoke nje, afuguze aondoke. Sisi mkusanyiko huu ya umate huu ya hawa watu ni kutokana na kupotelea ya ng'ombe na ya mzee Karani kuanzia tarehe 18 mpaka leo. Kila mzee mambo, kila mwaka hapo ng'ombe zinakunywa sumu na kulipisha haiwezekani. Serikali yenyewe tunafuatilia lakini hatusikilizi. Mgodi wa Masiano maarufu kwa Mambo ndio unadaiwa kuwa upo ndani ya eneo la malisho na umeanzisha mashamba ya kilimo. Nimezungumza na meneja wa mgodi huo kwa niaba ya mmiliki. Hao tumewakamata ng'ombe juzi, walikuwa ng'ombe 9. Imebidi tuwakamate kwa sababu wamekuja mara 3. Mwenyekiti wa wafugaji wilaya ya Chunya, Shangai Olelapoi, anaeleza namna mgodi huo unavyosababisha migogoro dhidi ya wafugaji. Plandi hii imekuwa ina mgogoro sana kwa sababu kwanza kabisa liko eneo la malisho. Liko kwenye eneo la malisho, wafugaji wana haki ya kuchunga eneo hili. Amelima karibu heka 50, ng'ombe wakienda ndio inasababisha hiyo ng'ombe 9 sasa hivi mpaka sasa hivi wameshikiliwa. Hata hivyo, mkuu wa wilaya Chunya Mbaraka Alhaji Batenga hakupatikana kuzungumzia mgogoro huo baada ya simu yake kuita bila kupokelewa. Kutoka Chunya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel. Wizara ya Madini imeliomba bunge kuidhinisha bajeti ya shilingi bilioni 174.983 kwa mwaka wa fedha 2026-2027 kutekeleza majukumu ya malengo yaliyowekwa, ambapo kati ya fedha hizo zaidi ya bilioni 71 ni kwa ajili ya miradi ya maendeleo, huku zaidi ya shilingi bilioni 103 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Mwandishi wetu Leonard Mwacha kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Bajeti hiyo imewasilishwa na Waziri wa Madini Anthony Mavunde, ambapo wizara hiyo imepanga kutekeleza vipaumbele 8 ikiwemo kukusanya maduhuli ya shilingi trilioni 1.406 sambamba na kuongeza mchango katika pato la taifa. Katika kuongeza mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa, wizara imepanga kutekeleza mikakati ifuatayo: kuhamasisha shughuli za utafiti wa madini na uchimbaji wa migodi mipya na uanzishaji wa migodi mipya, kuimarisha usimamizi wa migodi ya uchimbaji, kuboresha mfumo wa usimamizi wa madini ya ujenzi na ya viwandani, kuisimamia utekelezaji wa sheria inayotaka migodi mikubwa kuajiri, kununua huduma na bidhaa kutoka hapa nchini, na kuhamasisha ushiriki wa Tanzania katika mnyororo wa uchumi wa madini na kuendelea kuimarisha mazingira ya wezeshi ya kisera na kisheria. Aidha, wizara itahakikisha kuwa wawekezaji waliopewa leseni za uchimbaji wa madini wanaanza uzalishaji mara baada ya kukamilisha taratibu za matakwa ya kisheria. Aidha, Mavunde amebainisha wizara hiyo kufanya tafiti za kina ili kubaini uwepo wa madini muhimu, huku wabunge wakitaka kuongezwa kwa kasi ya utafiti ili kuepusha migogoro na kurahisisha shughuli za uchimbaji wa madini. Wizara itafanya tafiti za kina za geosayansi ikiwemo geofizikia, yani high resolution airborne geophysical survey, ili kuainisha uwepo wa madini mbalimbali
yakiwemo madini muhimu na madini mkakati. Aidha, wizara kupitia GST itaendelea na ujenzi wa mfumo kutumia taarifa za geoscience. Vile vile wizara itaendelea kushirikisha wadau wa ndani na nje ya nchi ili kuongeza tafiti za madini katika maeneo mbalimbali. Kwa kupima ingesaidia kwanza tukawekeza katika maeneo sahihi, lakini pia tukaweka rasilimali sawa sawa na kile ambacho tunatarajia kupata, lakini ingeweza pia kuondoa migogoro. Ukifanya survey mkapima maeneo yakatambulika, basi ina maana mwingiliano mkubwa hautafanyika. Na tumeona kwa uchimbaji mdogo wa 16% ambao ifanywa utafiti, leo tunaweza kuchangia zaidi ya trilioni 1.4 kwenye mfuko mkuu wa serikali. Hivyo tukiweza kupeleka fedha nyingi kwenye utafiti na utafiti wa kina ukafanyika, maana yake tutaweza kuchangia pato la serikali kwa asilimia kubwa zaidi. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake mkoani Lindi ambapo utazindua, kukagua, kufungua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 38 yenye thamani ya shilingi bilioni 15.7, huku kiongozi wa mbio hizo kitaifa mwaka 2026 Wazo Michael Mwang'onda akisisitiza Watanzania kuendelea kuenzi na kuitunza amani iliyopo. Aidan Mhando anaripoti. Akipokea mwenge huo wa uhuru katika viwanja vya shule ya msingi Somanga kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Pwani Alhaji Abubakari Kunenge, mkuu wa mkoa wa Lindi Hajati Zainabu Telak anasema serikali ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan imetoa fedha nyingi katika miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi, afya, elimu na mingine, na kwamba wanashukuru kwa kuwezesha mkoa huu kupiga hatua za maendeleo. Kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Lindi, sisi tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuendelea kuleta fedha za ujenzi wa miundombinu ya kiuchumi na kijamii. Kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6, yaani mwaka wa fedha 25-26, mkoa wetu umepokea shilingi bilioni 144.2 kwa ajili ya uboreshaji wa miundombinu katika sekta ya afya, nishati, barabara, maji, elimu na uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ikiwepo fedha za 10%. Mwenge huo wa uhuru umeanza kukimbizwa katika wilaya ya Kilwa ambapo ulifika katika miradi ya afya, ulinzi, biashara, elimu na uwezeshwaji vijana, ambapo hapa mkimbiza mwenge kitaifa anatoa ujumbe huu kwa wananchi wa wilaya ya Kilwa. Ndugu zangu wana Kilwa, palipo na amani ndipo penye maendeleo, palipo na amani pana utulivu ambao kifamilia kwa mtu mmoja mmoja tunaweza tukafanya kazi, tunafanya mambo ambayo yatatuletea kukuza uchumi wetu na kukuza uchumi wa nchi yetu. Sote sisi ni mashuhuda, maendeleo tunayoona ni kwa sababu ya amani tulionayo kwa miaka 65 sasa. Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 ulizindua, kufungua, kukagua na kuweka mawe ya msingi kwenye miradi 7 yenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 400. Kutoka wilayani Kilwa mkoani Lindi, Aidan Mhando, Channel 10. Wadau wa elimu, wazazi pamoja na wananchi wameanza kuchangishana fedha na vifaa vya ujenzi ikiwemo saruji kwa ajili ya kuanza ujenzi wa bweni la wanafunzi wa kike katika shule ya sekondari Ijanija iliyopo wilayani Nzega mkoani Tabora, kufuatia ombi la wanafunzi hao wakilenga kuboresha mazingira ya kujifunza pamoja na kujikinga na vitendo vya ukatili na wanyama hatari wakati wanapokuwa njiani kwenda na kurejea shuleni. Adela Moses anaarifu zaidi. Wakizungumza katika harambee iliyofanyika katika shule hiyo, wanafunzi hao wanaeleza adha wanayopitia, huku mkuu wa shule hiyo Bwana Andrew Bundala akibainisha gharama za ujenzi wa bweni hilo. Umbali unachosha, unakuta unafika shuleni umechoka, hata ile muda ya kusoma unakuta hauna tena kwa sababu ya umbali. Njia tunazopita ni mbaya sana, tunapita vichakani ambapo inatujengea hofu, tunaweza kufanyia vitendo vya ukatili hasa ubakaji, ambayo itapelekea mimi kukatisha ndoto zangu, nitaweza kupata mimba au magonjwa ya zinaa. Tutasoma kwa bidii, hasa sisi watoto wa kike inabidi tusome kwa bidii tuweze kutimiza malengo yetu. Mradi huu
unalenga kuinua kiwango cha elimu kwa kuweka miundombinu bora inayowezesha wanafunzi kupata elimu kwa ufanisi na walimu kufanya kazi katika mazingira rafiki. Hivyo malengo ya harambee yetu ni kukusanya kiasi cha shilingi milioni 147,661,866 bila senti. Akimwakilisha mkuu wa wilaya ya Nzega, afisa tarafa ya Nyasa wilayani hapa Bwana Ricardo Komanya, mara baada ya kukagua eneo hilo linalotarajiwa kujengwa bweni hilo na zoezi la harambee kutamatika, anatoa kauli ya serikali. Bweni litawapa muda zaidi wa kujisomea, lakini usalama na nidhamu ya kitaaluma. Hatutegemei kuona mimba za utotoni, si ndio? Hatutegemei kuona mdondoko wa watoto wa shule. Kwa hiyo tunatamani mnapoingia shuleni, kama mmeanza form 1 wote muweze kumaliza katika darasa lile bila kuwepo mdondoko. Kwa mwaka huu kama tumewaza kufanya kwa watoto wa kike, basi mheshimiwa diwani na management yako kwa mwakani msisite kufanya kwa ajili ya mtoto wa kiume. Kwa sababu na yeye sio kwamba hapati changamoto. Mnajua changamoto saizi za mahusiano ya jinsi moja huko, watoto wa kike wa kiume wanalawitiwa, lakini kwa kuwa na mabweni hapa tutaweza kuwa na malezi bora. Hata hivyo, zoezi la harambee hiyo, wadau hao walifanikiwa kupata zaidi ya shilingi milioni 28 na ujenzi unatarajiwa kuanza siku yoyote kuanzia sasa. Kutoka hapa wilayani Nzega mkoani Tabora, Adela Moses, Channel 10. Asante Adela Moses kwa taarifa hiyo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametimiza ahadi yake ya kutoa pikipiki 10 kwa vikundi na waendesha bodaboda wilayani Rungwe mkoani Mbeya, ikiwa ni jitihada za kuwezesha vijana kiuchumi. Doscas Raimos anaripoti. Ahadi hiyo aliitoa Disemba 18, 2025 wakati alipokuwa akizungumza na wananchi wa kata ya Kiwira akitokea wilayani Kyela katika ziara ya kikazi, ambapo katika mkutano Furaha Zuberi Mwakyusa aliwasilisha ombi la kupatiwa pikipiki kwa ajili ya vijana wa bodaboda, ambapo waziri mkuu aliridhia. Pikipiki hizo zimekabidhiwa rasmi na mkuu wa wilaya ya Rungwe Jafari Aniu kwa niaba ya waziri mkuu katika hafla iliyofanyika katika ukumbi wa halmashauri ya wilaya ya Rungwe Tukuyu, ambapo aliwataka waendesha bodaboda kuenzi ukarimu huo kwa kudumisha amani na mshikamano, sambamba na kauli mbiu ya maadhimisho ya miaka 62 ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar inayosisitiza amani na mshikamano kwa maendeleo endelevu. Tutumie pikipiki hizi iwe ni chanzo cha maendeleo kwetu sisi wenyewe, si farakano wala si mwanzo wa vurugu. Tufuate taratibu, tufuate sheria zilizowekwa ili pikipiki hizi ziweze kutusaidia. Hatutoweza kufanya biashara bodaboda au biashara nyingine kama tutakuwa hatudumishi amani. Kwa hiyo niombe kauli mbiu hii ya siku ya muungano tuitumie na sisi katika kufanya shughuli zetu, katika kuendesha shughuli zetu za bodaboda. Tunasema bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Naye kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Benjamin Kuzaga, akielezea dhamira ya jeshi la polisi kuhakikisha madereva wa vyombo vya moto wanapatiwa mafunzo ili kupunguza ajali zinazosababishwa na uelewa mdogo. Mkuu wa jeshi la polisi ya NDP akatuagiza sio kamanda wa polisi kuhakikisha kwamba watu wote wanaoshika vyombo vya moto ili kuepusha ajali basi waweze kupata mafunzo. Na Kiwira nawapongeza sana kwa mheshimiwa mkuu. Walikuwa wa kwanza kuifikia. Shukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipomtuma Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ziara yake wilaya ya Rungwe aliposimama Kiwira. Nilimuomba bajaji ili iweze kunisaidia kutokana na ulemavu nilionao. Ninashukuru kwa sababu leo ametimiza, amenipatia mkuu wa wilaya ya Rungwe kwa niaba ya waziri mkuu. Tulipewa pikipiki 5 na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mbeya Bwana Patrick Mwaruneni, awe kama ng'ombe wa maziwa wa kukamua ili kila mmoja anufaike. Hatukuishia hapo. Vijana kama alivyoongea kamanda wetu wa mkoa RPC aliweza kuja Kiwira kutupa elimu ya umoja na kuepukana na mambo yasiyofaa. Docas Ramos, Channel 10.
Taasisi ya utafiti ya amani kimataifa ya Stockholm imetoa ripoti inayoonyesha matumizi ya kijeshi duniani yameongezeka na kufikia karibu dola trilioni 2.9 mwaka 2025, yakiashiria mwaka wa 11 mfululizo wa ongezeko, huku hali ya ukosefu wa usalama ikitajwa kuwa sababu kuu. Ripoti inasema mataifa matatu yanayotumia fedha nyingi zaidi katika bajeti zao za ulinzi ni Marekani, China na Urusi, ambayo yamefikisha jumla ya matumizi ya dola trilioni 1.48, sawa na zaidi ya nusu ya matumizi yote ya kijeshi duniani. Mtafiti wa SIPRI Lorenzo Scarzato amesema kwa ujumla matumizi ya kijeshi duniani yameongezeka kwa asilimia 2.9 ikilinganishwa na mwaka 2024, licha ya kupungua kwa matumizi ya Marekani ambayo bado ndiyo mtumiaji mkubwa zaidi duniani, kwani mwaka 2009 mzio wa kijeshi ilikuwa mkubwa sana, hali inayoonyesha hakuna usalama kwani fedha nyingi inaelekezwa kwenye jeshi. Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana Dr. Kedmon Mapana amesema kijana kuwa na kipaji ni mtaji tosha, huku akisisitiza kuwa serikali imeweka mazingira mazuri ya kuwezesha vijana kuendeleza vipaji vyao. Taarifa zaidi na Nelson Munema. Dr. Mapana ameyasema hayo wakati wa fainali za msimu wa 3 wa shindano la kuibua vipaji vioni kwa mwaka 2026 Inter Universal Talent Competition jijini Dar es Salaam, ambapo zaidi ya vyuo 26 vimeshiriki katika vipengele 7. Serikali imeweka mazingira mazuri kuhakikisha kwamba vile vipaji ambavyo vinaonekana basi viweze kuonekana na watu waweze kula. Maka wakila ndio fedha inapatikana. Kwa hiyo event hii ni kubwa ya vijana wa vyuo vikuu ambao wameamua kuonyesha vipaji vyao. Lakini sisi tuko kama serikali hapa ili kuhakikisha kwamba tunakuja kuwapa moyo. Kwa upande wake, jaji wa mashindano hayo Conrad Kennedy Koi Mzungu amesema vijana wanaweza kutumia vipaji vyao kama fursa ya kujipatia kipato, na vijana wanapaswa kuwekeza katika elimu na kujijengea misingi imara ya kuendeleza vipaji vyao. Vipaji vina njia moja rahisi sana ya kufanya uchukue hatua au ya kufanya kazi bila kujihisi unafanya kazi. Kipaji ni kwamba unapojisikia ndani, ukikitoa nje, kama kikitoka vizuri ipasavyo, kinakuwa ajira moja kwa moja. Mwanzilishi mwenza wa Sanaa Studio, Dr. Beatrice Ndogo, amesema ni wakati wa kuwainua vijana wenye vipaji na kuwakutanisha na wadau mbalimbali. So this is a platform ambayo tunataka wafanya biashara waone these young people, waone the Gen Zs that they can do it. They can do it. That's my mantra, na mimi nitaendelea kusupport the youth hivyo hivyo. Kuwa na kipaji ni kitu kimoja, lakini kuwa na skills za kuweza kustructure hicho kipaji ili kiweze kuconnect na biashara, hicho ni kitu kingine. Kutoka Dar es Salaam, Nelson Munema, Channel 10. Baraza la wazee wa mila wa koo 12 wilayani Tarime mkoani Mara limepongeza jitihada za ushirikiano kati ya jamii, serikali na wawekezaji katika kuhudumisha amani eneo la mgodi wa dhahabu wa Barrick North Mara uliopo Nyamongo, kufuatia kupungua kwa matukio ya uvamizi yaliyokuwa yakifanywa na baadhi ya vijana kutoka vijiji vinavyozunguka mgodi huo. Taarifa zaidi na Musa Makali. Zungumza na Channel 10, katibu wa wazee wa mila koo 12 wilaya Tarime Mwita Nyasibora amesema mabadiliko haya yanatokana kuongezeka kwa uelewa miongoni mwa vijana kuhusu umuhimu wa uwekezaji. Ule uvamizi waliokuwa wanavamia, waliona kumbe walikuwa wanajiletea matatizo mbalimbali, mambo ya uvamizi, basi afadhali tuhangaike na mambo mengine, kwa sababu ule mgodi unaleta faida ya nchi yetu na wilaya zetu zilizo jirani nao, hususani mahospitali, mashule. Mkuu wa wilaya Tarime Meja Edward Goele amesema hatua mbalimbali zinachukuliwa na vyombo vya dola pamoja na ushirikishwaji wa jamii zimechangia kwa kiasi kikubwa kurejesha utulivu katika eneo hilo. Nchi hawa
licha ya uwepo wa miradi mikubwa inayotokana na mgodi, lakini wanafaidi kupata ajira kwenye mgodi wetu wa Barrick North Mara. Na basi wakishapata ajira, maana yake tunaamini chochote wanachokipata kinarudi kwenye familia zao. Ili kama kuna changamoto na matatizo tuyatatue kwa mujibu wa utaratibu, lakini tukihakikisha kwamba rasilimali zetu kama Watanzania, utajiri wetu kama Watanzania na fursa ambazo tunazipata kama Watanzania tunazilinda kwa wivu. Kwa kupitia mgodi wa North Mara umeleta watu wengi sana pamoja ambao umetusaidia kustaarabika. Tumechangamana watu wa makabila tofauti. Na hapa baadhi ya wananchi wanapongeza ushirikiano uliopo kwa sasa kati ya jamii pamoja na mgodi. Kama jamii tunaendelea kushirikiana na mgodi wa North Mara kwa namna ambavyo wanaendelea kutoa huduma kwa jamii zetu. Kutoka hapa mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Msemaji wa serikali Brigedia Jenerali Isa Osmani Coulibaly ametangaza siku 2 za maombolezo ya kitaifa nchini Mali mara baada ya shambulio lililotokea na kusababisha kifo cha waziri wa ulinzi wa Mali Sadio Kamara baada ya mtu kujitoa mhanga akiwa kwenye gari lililojaa mabomu kwenye makazi yake mjini Bamako. Serikali haijatangaza idadi ya waliofariki kufuatia shambulio hilo, huku mkuu wa majeshi wa Mali Jenerali Omar Diara amesema kwa sasa hali imedhibitiwa na jeshi linaendelea na operesheni katika mkoa wa Kidal, japo waasi wanaofungamana na kundi la JNIM. Umoja wa Mataifa umelaani vikali vurugu hizo na kutoa wito wa kukabiliana na ghasia za makundi ya itikadi kali katika eneo la Sahel huko Afrika Magharibi. Maombolezo ya kitaifa yatafanyika kwa siku 2 kufuatia kifo cha waziri wa ulinzi wa nchi hiyo ili kutoa heshima kwa Jenerali Sadio Kamara. Pia bendera zitapeperushwa nusu mlingoti kwenye majengo na taasisi zote za umma. Tukiendelea na taarifa yetu ya habari, sasa turudi hapa jijini Dar es Salaam ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limekamata watu 37 kwa tuhuma za uhalifu mtandaoni, ikiwemo kutoa vitisho na lugha za matusi kwa watu mbalimbali. Salumu Mkambala anaripoti. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro ametoa taarifa hiyo wakati akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema watuhumiwa hao walikamatwa Aprili 20 katika eneo la Ubungo jijini Dar es Salaam, huku akiwataja watu hao kuwa ni wafanyakazi wa kampuni ya Innovex Coal Company Limited na Otaigo Financial Service Company inayojishughulisha na ukopeshaji wa pesa kwa njia ya mtandao. Watuhumiwa waliokamatwa hao 37 ni pamoja na Renatus Mujwahuzi, lakini pia anafahamika kwa jina lingine maarufu kama Migeyo, huyu ni mkazi wa Mbezi Beach. Lakini pia amekamatwa Odila Oswin maarufu kama Ngunga, huyu ni mkazi wa Goba njia 4. Amekamatwa pia Teresia Brasius Kanu maarufu kama jina la Kanu, huyu ni mkazi wa Mtoni Kijichi, na wenzao 34. Katika hatua nyingine, Kamanda Muliro amewashukuru wananchi na wadau wengine wa usalama kwa kuendelea kuwashughulikia watuhumiwa wa vitendo vya kijinai kwa kutumia mifumo ya kisheria, huku akitoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa mbalimbali zenye viashiria vya kihalifu ili ziweze kufanyiwa kazi. Salumu Mkambala, Channel 10. Wazee wanaume wenye umri wa miaka 50 na kuendelea nchini wametakiwa kujiunga na chama cha wazee Tanzania ili kunufaika na fursa za kiuchumi na kijamii, huku akiomba serikali kuwezesha kupitia mikopo ya halmashauri. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na Rais wa chama cha wazee Tanzania Tadei Mchena wakati wa semina ya viongozi iliyofanyika mkoani Arusha, ikiwakutanisha viongozi kutoka mikoa ya Arusha, Kilimanjaro na Manyara pamoja na zoezi la uapisho
wa viongozi wa ngazi mbalimbali. Wanaume Tanzania tumejipanga kwa ajili ya kusaidia wazee wote nchi nzima, kwa sababu tuna miradi yetu nchi nzima, na wazee ndio wataalamu. Wazee wengi ni wataalamu. Kuna maafisa miradi wa chama, kuna madaktari wa chama, kuna wanasheria wa chama. Kwa hiyo tukiungana kwa pamoja, chama cha wazee wanaume Tanzania kitafika mbali. Tuna miradi ya ufugaji wa nyuki, tuna miradi ya kilimo, na pia tuna mradi mwingine eneo la Makuyuni mkoani Arusha. Viongozi hao wamesema makundi mengine yamekuwa yakipatiwa mikopo ya 10% ya halmashauri, huku wazee wakiachwa nyuma, hali inayopunguza uwezo wao wa kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo. Katika nafasi hii kwa hizi 10% na sisi wazee pia tunazihitaji, kwa sababu nasi pia bado tuna mchango mkubwa kwenye taifa katika miradi na mambo mengi. Kama hii mikopo sisi hatuipati, mara nyingi sisi ingaje tumetulia, tusingependa sana tukaja tukawabana tena hawa vijana wetu, kwa sababu hawa vijana nao ndio katika harakati wanapanda. Tunapenda na sisi tuwe kwenye kundi letu. Kundi letu si wazee, tunafanya hivyo na tunashiriki mambo yote ya miradi kama kawaida. Na wao vijana wachape kazi kwenda mbele. Ili tukija kuunganisha nguvu, naona taifa litasonga mbele. Rais wetu atufikirie wazee. Wazee vijijini hata mjini, tiba ni shida. Kuna wazee ni shida, tulikuwa tunaomba ile unafuu kwenye ile bima ya 1,500,000 atupunguzie au wasamee wazee wale ambao wameshatambulika. Wazee katika taifa lote, ukisoma katika hata maandiko matakatifu, ni kichwa. Sasa kama wazee wanasahaulika, hii kichwa itakuwa wapi? Aidha, viongozi hao wamewahamasisha wadau pamoja na wazee kote nchini kushiriki mkutano mkuu wa chama hicho unaotarajiwa kufanyika Juni 13 mkoani Dodoma. Jamila Omar, Channel 10, Arusha. Asante Jamila Omar kwa taarifa hiyo. Waziri wa mambo ya nje wa Iran anaendelea na ziara zake za kidiplomasia nchini Urusi na baada ya kutembelea Pakistani na Oman, huku mazungumzo kati ya Irani na Marekani yakikwama. Abbas Araghchi ambaye anatarajiwa kukutana na Rais Vladimir Putin kujadiliana kuhusu mzozo huo, ameilaumu Marekani kwa kukwamisha mazungumzo ya moja kwa moja huko Pakistan kufuatia hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kufuta safari iliyopangwa mjini Islamabad na ya wajumbe wake Steve Witkoff na Jared Kushner. Duru kadhaa zimeeleza kuwa Irani imewasilisha pendekezo jipya la Marekani na kutaja kuwa tayari kuachana na udhibiti wake kwenye mlango bahari wa Hormuz ikiwa Marekani itaondoa vizuizi vyake kwenye bandari za Iran, lakini haiko tayari kujadili mpango wake wa nyuklia, ingawa pendekezo hilo lina nafasi ndogo ya kukabiliwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Na taarifa hiyo basi inatupa nafasi sasa kwenda kuzitazama habari za biashara na uchumi. Endelea kusalia nasi.